kufunua vizuri tena kwa watu wake, wakaweza kuelewa fundisho hili la patakatifu, na hapo sasa ujumbe huu ukaanza kutolewa, na mpaka sasa hivi bado hata sisi tunautoa, ili kusudi watu waliokandamizwa na hii pembe ndogo, watu ambao wamekandamizwa kwa muda mrefu na mafundisho maovu ya mamlaka ya Kirumi, sasa waweze kuondokana nayo, waweze kutambua kwamba anayesamehe dhambi ni Mungu mwenyewe na sio mwanadamu tena. Sasa unaposoma kitabu sasa tumeona kwamba jambo hili la huduma ya upatanisho huwa inaambatana na hukumu. Ni kwamba unaposoma hicho kitabu cha Mambo ya Walawi 16 kwenye zile fungu la 30 na la 31, unaona kwamba wakati kuhani alipokuwa akifanya huku huduma ya upatanisho, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Ni kwamba ilikuwa inapita hukumu ya upelelezi crisis kwenye kusanyiko la Waisraeli ambao walikuwa ni nje, walikuwa kwenye ule ua wa nje wa hekalu wakiwa wanaugulia. Siku hiyo walikuwa hawali, walikuwa wamefunga, wanatesa nafsi zao, wanahuzunikia dhambi ambazo wamezitenda, na hukumu ilikuwa inapita, mioyo ilikuwa inachunguzwa. Kila mtu ambaye alikuwa anatubu kwa dhati na kwa kweli kutoka moyoni, ndiye ambaye dhambi zake zilikuwa zinaondolewa kwenye ile hekalu, zilikuwa zinaondolewa kwenye ile patakatifu wa patakatifu. Na kuhani anapokuja huku nje, alikuwa anatoka nazo nje na kuja kuzipatiliza kwa huyu mbuzi wa Azazeli, na alikuwa anaenda kufa nazo jangwani, na hao walikuwa wanasamehewa. Ni kusema nini sasa? Ni kwamba tangu hicho kipindi, na takriban sasa hivi ni kama miaka nadhani naelekea kama miaka 200 tangu kipindi hicho, ni kwamba sasa Kristo amekuwa akifanya kazi hiyo ya kutupatanisha sisi, na katika huu muda wa upatanisho inaendelea hukumu ya upelelezi hata kwetu pia, kama ilivyokuwa katika makusanyiko ya Waisraeli kwa ile zamani, kwa sababu hili jambo lilikuwa linamfunua Kristo. Sasa akiwa katika huduma ya patakatifu akiwa anatufanyia kazi ya upatanisho hii, ni kwamba sasa hivi iko inaendelea hukumu ya upelelezi kwa watu wanaodai kwamba ni wa Kristo. Yaani ni kwamba hukumu hii inaanzia kwa kanisa, yani inaanzia kwa watu wake, lakini sio tu watu wake, watu wote ambao wao wanadai kuwa ni Wakristo. Hukumu hii inaendelea kwao, mambo yao yanachunguzwa. Imeanza kwa watu ambao walishakufa, lakini walikuwa wanadai kwamba ni watu wa Mungu tangu uzao wa Adamu mpaka atakapoondoka Yesu Kristo katika hicho chumba cha patakatifu, ndipo kazi hii itakapokuwa imekoma. Tumeona kwamba Waisraeli wao walikuwa katika kipindi hiki wanajitesa nafsi zao, walikuwa ni kipindi ambacho wanahuzunika, wanatubu, ni kama wako wanajisalimisha nafsi zao, wanasulubisha nafsi zao ili waweze kusamehewa dhambi zao. Hata sisi katika kipindi hiki sio kipindi cha kucheza. Kristo akiwa katika hiyo chumba, hakuna chumba kingine mbele, maana hakuna tena muda wa rehema mbele. Baada ya hapa, na sasa hivi hukumu ipo inaendelea, tuendelee kuchunguzwa. Kila mambo tunayoyaongea, kila kitu tunachokifanya, kila jambo tunaloliwaza, kila namna tunayoifanya, tunavyoangalia, hata moyoni mwetu, mambo ambayo pengine tunataka tusiyafanye kwa nje, lakini yote yako wazi kwa Mungu. Tunaweza tukaficha dhambi zetu kwa wazazi, tunaweza tukaficha dhambi zetu